Mheshimiwa Mwenyekiti wa Umoja wa Wanaume Tanzania. Mheshimiwa mkuu amefurahishwa na jambo hili. Na akaona hapana, lazima iende figa ambayo inamwakilisha Mheshimiwa Rais. Lazima nenda mwenyewe kwa Ulaya tugawanye ufike pale. Lakini waambie kwamba tunafurahi, jambo ni kubwa na sio dogo. Namba moja, namba mbili, na vichache lazima niweze kuwashirikisha. Ni cha kwanza akasema anafurahishwa sana kwa kwamba umoja huu katika moja jambo tunaliangalia ni kuangalia maadili. Kuangalia maadili ya jamii. Hili jambo kubwa ambao viongozi wa dini wako hapa walifanya kwa muda mrefu sana, wanaendelea kulifanya, na mmemsikia kwa mara kadhaa Mheshimiwa Rais mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumzia maadili ya kwetu sisi wa Tanzania. Ina maana kwamba ninyi tukukaa na kukubali kwamba mtaanza kushughulikia jambo la maadili, mmemunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mkombozi niwaambia asanteni sana na mkaleni sana katika jambo hili. Na nielekeza tu niwaambie niendelee kuwaomba muendelee kulizungumzia jambo hili na mtumie lugha nzuri, lugha ya aiba, lugha ya uzazi, wakisha kwamba jumbe hizi za maadili ziweze kufika katika jamii yetu ya mkoa wake wa Singida na wa Tanzania. Ameniambia niwaambie kwamba sauti ya mwanaume ndio sauti ambayo ya maelekezo, na sauti ambayo hata nyumbani mama akisema wewe mtoto, baba akija huwa pananyoka nyumbani. Kwa hiyo hii ni sauti ya muhimu sana katika jamii. Wakati mama anasimama nafasi yake nyumbani na kuna nafasi ya mama kusema nafasi yake, unakuta jamii inakuwa jamii iliyo bora ambayo wazee wetu, babu zetu walisimamia, na tukawa jamii kubwa na bora. Ambapo ukiangalia sasa hivi tabia ambazo zimeibuka ni za kushangaza. Huwezi kuamini kama zinatokea Afrika. Na huwezi kuamini kama sisi wa Afrika tunazuka tabia hizo mkono. Lakini kwa uwepo sasa wa umoja wa wanaume, na hasa naenda kwa mkono viongozi wa dini na maelekezo Mheshimiwa Rais kusimamia maadili, ili jambo pia muendelee kusimamia na kwa lugha ya aiba, ile lugha ya uzazi na ulezi, ili ikitoka basi wanaipokea waione kwamba ili jambo linaweza kulifanya kazi. Hilo la kwanza. Kila pili, Mheshimiwa mkuu ameniambia niwakumbushe kwamba sauti ya mwanaume inahitajika katika jamii. Inahitajika katika jamii. Kama jinsi ambavyo sauti ya mama inahitajika katika jamii, na sauti ya mwanaume inahitajika katika jamii. Kama jinsi ambavyo sauti ya mwanamke inavyohitajika katika jamii, na sauti ya mwanaume inahitajika katika jamii. Na sio jamii peke yake, kuanzia kwenye familia. Maana kwenye familia sasa hivi vitu vingi vinatokea. Mimi nikianza kuambia, hata jana nilikuwa na kesi ofisini kwangu pale, baba mzazi anamlawiti mwanae wa kuzaa. Yaani mama kasafiri kwa mwacha na baba amlawiti mtoto wake wa kuzaa. Kwa hiyo umoja wa wanaume Tanzania na kwenye mikoa na kwenye wilaya tuna kazi kubwa ya kusimamia maadili kwa jamii na kwa kila jinsi. Sisi wenyewe wanaume na watu ambao tunawaongoza katika maeneo yetu. Yeye anapiga hatua hata mwanaume tu mwenyewe kwa familia yako kuamiliki. Kwa tuna kazi ni kubwa ambayo kwa kweli inabidi tusimamie kwa pamoja, ambao viongozi wa dini wanaifanya sana kazi hiyo, wanaendelea kuifanya. Tuwapongeze na kupigia makofi kwa kweli kabisa. Nisipokuja lazima tupange kwa namna hiyo, na Mheshimiwa Ali Mwalimu amesema sana jambo hili niweze kulifanyia kazi. Lakini pia mimi na kesi pale kwenye jamii. Kuna kesi moja juzi, mama kamwacha mwanae ana miaka 6, kamwacha na mtoto wa kiume wa mdogo wake. Anarudi anakuta yule mtoto wa kiume anamrudi mtoto wa kike yule mdogo wa miaka 6 ili aweze kulawiti. Unajua wanawatisha ukisema na kuua. Huo ndio tisho wao tu. Naona mtu anahangaika, mambo yako na yanatokea. Nilikaa siku moja na viongozi wa dini wa wilaya. Waliambia mambo naye afahamu, anaendelea kufanya kazi, akajua wanajua mambo yao. Kwa tuna kazi ya kufanya kwa sauti ile ya kiume ya ulezi na uzazi. Amesisitiza sana Mheshimiwa mkuu. Maana wakati ukali mkubwa sana na wenyewe usaidia. Ukikao tukao kali sana kwa kukimbia. Wataenda kwa watu wanafanya mapole, kumbe ndio balaa kabisa. Kwa utatumia mbinu gani
haiwezekani kuwa na lugha nzuri, sauti ya kiume yenye mamlaka inayotoka, lakini ni sauti yenye mamlaka lakini ya malezi na ya uzazi. Kazi hiyo kwa tunayo kwa kweli. Mmoja wa wanaume Tanzania ndio ambayo moja ya vitu ambavyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameelekeza wala mnishirikiana ninyi kuambia tunahitaji unaomba pale pako wazi ili muweze kufanywa kazi. Lingine kuangalia tamaduni potofu. Tunazo tamaduni sisi Tanzania, tuna tamaduni zaidi ya tuna makabila zaidi ya 120 na ndio jambo la kujivunia Tanzania. Makabila zaidi ya 120 tunaishi kwa amani kutokana na viongozi wetu wa nchi yetu, waasisi wa nchi yetu, viongozi wetu wa dini, sisi wenyewe wa Tanzania, na kila mtu anapenda kukaa Tanzania. Anashangaa kwaje na makabila 120 alafu kuna amani. Kuna watu wana kabila moja wala wana dini moja kila gombana. Dunia hii zile ni tu. Wewe tunapokuwa sema hivi vitu hivi washirikishe umoja wa wanaume wavione pia kwamba kuna tamaduni zile ambazo ni sahihi tuzikumbatie. Zile ambazo sio sahihi tuzisemee. Kama ile ukakataji, hapana. Mwanamke kukosa haki ya kumiliki ardhi, hapana. Na hiyo tumshukuru Mheshimiwa Rais juzi Dodoma amezindua tena sera ya 1995 na marekebisho na 2020 na kitu hapo ambao zinampa haki mama mwanamke kuweza kumiliki ardhi. Na mwanamke huyo ndiye ambaye ana watoto ambao mwanaume mpenda watoto. Kwa hiyo akiwa anamiliki ardhi maana watoto wako salama. Yeye mama akimiliki ardhi maana watoto wako salama, ndio mali ya watoto. Maana asipomiliki yeye hiyo ardhi siku ya huko, kwa sababu kuna kitu cha kibiolojia ukiondoka, wale ambao unaamini wewe unaamini kwamba ni wako watakuja kuchukua hiyo mali. Haitakuwa mama wala mtoto. Tumeyaona kwa macho yetu sisi wenyewe. Mimi nazo kesi. Hata sasa na kesi pale mama. Baba kafariki, wale ambao wamesimama pale kwenye ambao wanataka kusimamia mirathi, ambao wakati baba yuko hai ndio akajua sio nikiwa sipo hawa ndio wenyewe watakusimamia familia yangu. Hao wanataka mali za watoto na mali za mama. Wewe hao. Lakini vipi kama mama akiwa na mali, mama sasa atapata watoto wake? Wewe mila kama hizo kwa taasisi kusaidia ndio kuzifanyia kazi sasa kama sisi. Tuna bila nzuri. Ukiangalia wenzetu wa Masai wanawafundisha watu wa kiume kuwa wavumilivu, endurance. Kwa Masai wanasiku wanafundisha watu wa kiume, wanakesha usiku kwa wavumilivu. Mkiongea na mwenyekiti wa Manyara Arusha watawaambia azungumzike kitaji hapana, lakini watu wa kiume wanafundishwa kuwa mvumilivu na kutokata tamaa na kutokuwa mlalamishi. Maana ni hatari sana kwa mtu wa kiume anaanza kulalamika. Hatari sana. Yaani mtu wa kiume anaanza kulalamika. Hiyo ni hatari, unajua. Ni hatari sana hiyo. Na ndio maana wakati mwingine watu wa kiume wanaanza kutamani kuwa watu wa kike. Watu wa kiume wanatamani kuwa watu wa kike. Sasa kuna mila zile ambazo ziko kabisa za kwetu. Katika makabila haya ambayo yanatengeneza watu wa kiume kuwa bold na kulingia wanaume wake, ile men masculinity. Mafundisho usiku. Kana viongozi unalala watu wa kiume wanalala. Kuna ndio anaamka kazi. Fagia. Vuta vioo. Kama una gari anaosha gari yeye, safisha gari. Miti imeanguka pale kiasi kwa chini, wewe uko hapo kiume, safisha. Wewe kama unamtengeneza baadaye aweze kuwa ni mchapakazi na aweze kulea familia yake vizuri. Na watoto tunawalea sasa hivi kama wao wafalme, na kama na siku ya huko ule ufalme huko yeye anaishi kwa mfalme, anaenda kutengeneza matokeo yake, anaanza kutegemea watu ambao hawezi kumpa kitu mpaka wapate kitu, na vitu ambavyo havisemeki katika maneno ya kawaida. Kwa sababu hizi mila potofu ni zile tamaduni ambazo ziko impress. Na ni kazi yetu kila mtu kwanza kuangalia mheshimiwa kiti. Akatai kuna yai impress. Training yao kwa train kwa kiume kwa namna gani ili waweze kujua kwamba wao wana wajibika. Kazi nyingine kushirikiana na viongozi wa dini. Na mimi leo nafikisha salamu mheshimiwa kwa niambie washirikiane na viongozi wa dini. Sisi kushirikiana bila kwenda shehe wa mkoa Katulia yuko pale. Maaskofu wako pale. Ili jambo la kuendeleza. Ukizungumzia
kuelezea maadili ni lugha moja na viongozi wa dini wale waliondoka. Ili amesisitiza sana kwamba ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii yanategemea sana nidhamu na malezi ya jamii yetu. Ameelekeza msitapende niwashirikishe jambo la vijana wa kiume kujua wajibu wao katika jamii, familia na nchi. Wajue wajibu wao. Yote kama tutasahau wajibu wetu siku hizi. Tunasahau wajibu wetu. Kwa hiyo wafahamu. Mimi napenda michezo, ingawa sijui sana michezo, mimi napenda michezo. Na football, kwa sababu ya kikapu, basketball. Lakini katika mara kadhaa nimepita Dar es Salaam pale baada ya kuona ligi yetu ya mpira wa miguu, wale mpira wa miguu na watu wengi sana kutoka nje ya nchi. Lakini akitoka Simba na Yanga haondoki nchini na kutoka timu zingine za kawaida. Mpaka sisi kila Black Stars hapa tunao wanaocheza mpira kutoka nje ya nchi. Na anaamua anabaki nchini hata mpira yake uishi na kutoka bado hapa Tanzania. Maana nchi yetu ni nzuri. Na nchi yetu ni bora sana. Sasa ukiuliza bwana nini mko hapa? Wanasema hamna, yani ni nchi ya pekee. Na akaongea anasema mimi anakipata uraia hata leo mimi nabaki Tanzania. Wapo. Na wao ni mfano tu mzee nimesema hiyo kwa sababu ndio inaonekana kama vya habari. Lakini unakuta mtoto wa Tanzania akiwa analalamika. Mlalamishi. Kwa kuna watu wanatamani wakae nchini Tanzania. Kutoka Afrika Magharibi kule, kaskazini, kusini, hapa Afrika Mashariki. Anapenda kuishi Tanzania. Wengine wanaanza kuwekeza Tanzania. Wanaweka mkaya Tanzania. Watoto hao kiume. Hapo watoto wa kiume vijana wanalalamika. Kwa hiyo mheshimiwa mkuu anaelekeza na kuwashirikisha viongozi hao waliangalia pia na kutengeneza kizazi kinacho bora cha sasa na kinachokuja. Ni jambo la muhimu sana. Jambo la muhimu sana. Kanisa pia wametusisitiza wanaume na vijana kuwa wabunifu na wachapa kazi. Kuwa wabunifu na wachapa kazi. Hivyo ndio vitu ambavyo kimekuwa ni utamaduni wetu wazee zamani. Mimi nakumbuka mwanzo zamani mzee akitoka akamchunga ng'ombe na ole na naye. Adamu hawezi kukimbiza Mungu. Unaona? Na wakati mimi naishi kule Geita tukiwa wadogo, hata umeme ulikuwa hakuna. Unajua siku hizi kama Singida, mheshimiwa mwenyekiti Singida hii Singida hii wilaya Singida tuna mitaa hapa mjini 53. Hapa mjini tuna vijiji 19 ambapo vimeteka kubariki kwa mitaa. Lakini Singida kwa vijijini tuna vijiji 84. Sasa kwa maelekezo ya ndani ya Chama cha Mapinduzi wa serikali ilikuwa mpaka 2025 vijiji vyote viwe na umeme makao makuu. Lakini sisi vijiji vyetu vyote sasa tunasema sasa vyote vina umeme. Vyote vina umeme. Vina umeme. Kwa maana vijiji sasa ukienda hata gari ikipata pancha unapata zile kwa upepo. Sasa hivi hata kule vijijini kuna sabuni, mpaka mama anatoa sabuni uwanja inakaa sawa sawa. Haina shida vijijini kule vijijini. Watu mashine za kukusanya na kukoboa zipo za kutosha. Juzi nilikaribishwa kama mwezi mmoja na nusu na shehe wa mkoa. Tukaenda Mtiko shehe wetu. Walikuwa wapi kule? Makuro. Yeye kule shehe Makuro kule shehe wetu wa mkoa kawaelekeza vijana wake kupitia kwa mufti kwamba mtu anaelekeza ikatekeleza. Kwa hiyo misikiti yote ya kule kila msikiti una mashine ya kusaga na kukoboa. Kule Makuro. Akaniambia mashehe bana wewe twende bana. Kanipa na jina jipya la Abu Kadri. Abu Kadri twende. Shehe wangu mkoa. Kwa hiyo tukaenda kuzindua kule. Na kwa sababu kuna umeme. Maana kusema na umeme kusema na shughuli za kiuchumi. Ina maana vijana waongeze ubunifu. Serikali imefanya mambo makubwa na Tanzania Suluhu Hassan. Mimi nakumbuka wakati ile nyumbani lazima uwahi tena nyumbani kwenda kusafisha chembe. Sijui ndio chembe, sema chembe ndio tawaje chembe. Chembe. Yaani mkiwa mko vizuri sana nyumbani na karabai. Inawaka ile karabai. Kama unaipampu shwa. Yaani ndio mko vizuri kweli. Saizi hapo kuna karabai bali. Pako roboti ilikuwa na uzi nyumbani. Sasa mazingira kama yale ni kama ni vijana tu wanatakiwa kuongeza
ubunifu na kuacha kulalamika. Tutengeneze mazingira haya. Lakini kanaelekeza kanibebe ni wakumbushe kwamba katika familia ukipeleka cha school ndio hili nilihifadhi, lakini niweke mtazamo mwingine. Katika familia mara nyingi unakuta anayewahi kufa baba. Yaani wajane kama mama wengi kuliko sio wanaume wanafanya wajane. Wagani. Kuliko wagani. Ni wengi sana. Kwa lazima tutengeneze ueledi, yani sisi amesema umoja wa wanaume, huo ni umoja ambao unazingatia ueledi na professionalism ili kuja na vitu ambavyo vizito kusaidia jamii. Na kwa sababu kuna wataalamu wengi, tuwatumie wataalamu kaneleke kukumbusha. Tumieni wataalamu uwezekanavyo kusaidia jamii. Sasa nasema kwa nini itokee hivi? Kwa nini inakuwa kwamba kuna wajane wengi kuliko wagani? Wagani. Aha. Hivyo. Sitasukuma na sisi. Watamshirikia na mshindani. Eti anashindana, anamshika maana sasa umeshasema gani? Kwa nini? Akaniambia tuwe na upande pia wa kutoa elimu ya afya. Kanisha tunakumbusha umoja wa wanaume. Wanatuacha mapema, tunawahitaji. Wanatuacha mapema. Tunawahitaji hao wanaume, wanatuacha mapema. Ili jambo la kuliangalia. Lakini kiendelea kutokana na nature ya kwetu sisi, wewe unatoka asubuhi, unarudi jioni, kazi ni ngumu za mwanaume sio. Zile ngumu za mwanaume zile kazi zote ngumu. Sasa huo uasilia huo lazima pia tuzingatie na afya yetu. Na moja ya vitu tuko navyo kwenye umoja wa wanaume ni kuzingatia hivi hapa. Kisiwe sio umoja wa harakati. Huo ni umoja wenye tija kwa jamii yetu. Umoja wenye tija kwa jamii yetu hili ni jambo la msingi, la msingi sana hili. Na kuliandaa msimamia na tukiondoka na mambo ya msingi yote, hata mnakwenda kuongea na Mheshimiwa Rais na ngapi mkasema mambo yenu pale tunawahitaji. Na kwa mmoja huo huja kugombana na wanawake. Hakuja kugombana mwanamke. Mmoja kuimpress nature ikae pamoja. Ule uasilia ukae pamoja ili mambo kwenye jamii yaende. Usisahau hilo. Alisitiza sana. Ile maana Mungu ameomba hivi kwamba hawa watu wakae pamoja. Mimi Mkristo, sasa kwenye Kristo mshe mkoa. Anasema na Mungu akaona kuna Adamu na Eva. Na Mungu akaona kwamba Adamu atakuwa mpweke. Na kile kitabu cha Bwana mkubwa kinasema akaona amletee msaidizi. Inasema amletee msaidizi. Kwa maana yake yeye mwanaume kufanya kazi na kwenda ile nyumbani yeye kukiki. Yaani siku la kwetu. Sasa inatokea ugumu, ndio maana watu wa kiume tunataka ni watu wa kike. Mambo ya ajabu. Kwa sababu tunafundisha endurance. Inakosekana kwenye jamii sasa hivi. Na wao wanajua wanaitana watoto 2000. Kama unasikia pia wanajua wanamiana. Ili wanataka mambo yawe haraka. Kama vile vyakula vya fast food. Vya microwave vinaweka chwa. Ile hivyo nakula ndio hata maisha ya leo. Kumbe hakuna shortcuts. Tujipange kwenye maeneo haya. Wanaume kuwajibika katika familia, amesisitiza pia nilizungumzia pamoja na ninyi wapo ile jambo kwamba anapenda tusitize pia katika umoja wetu wanaume kuwajibika katika familia pia. Sababu ukiangalia asilimia kubwa ya watoto wengi walalamika, ukiangalia anasema kimbia na babake akumtaka. Kuna asilimia ngapi wanasema mama alimkataa. Ndio kika asilimia za mama kukataa watoto na baba kukataa watoto, asilimia za baba kukataa watoto nyingi sana kuliko mama kukataa watoto. Kwa nini inatokea hivi? Hilo jambo pia tuliangalia. Na lenyewe pia lazima nielekeze niweze kushirikiana nini. Lakini kubwa tuangalie kwamba kwa mwanaume ni fahari katika jamii. Yaani ni fahari. Zamani kuna mwanaume mkubwa yule mwanaume wa shoka. Ni mwanzo kwetu Mwanza. Mwenyekiti wa wanaume mkoa Mwanza anajua. Yaani anaitwa Nambala. Bwana huyo Nambala. Yaani huyo ni mwanaume kweli kweli.
East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.